Nataka tujifunze kwamba katika maisha yetu ya utumishi tuthamini sana mtoto, tumlee sana mtoto. Sawa jamani? Tunaweza kumfananisha na ule mshumaa mrefu ambao bado una muda mrefu kuwaka, tukiachana na mapenzi ya Mungu, lakini kiuhalisia maandiko yanazungumza kwamba mtu ataishi miaka kadhaa. Si kuna limiti jamani? Kwa hiyo sasa nataka nizungumzie kwa habari ya kumthamini mtoto. Tumezungumza mengi, lakini nataka tu nikimbie na wala sina muda mrefu hapa mbele. Mthamini mtoto, na kwa kweli nimekuonyesha huo mshumaa, hautakaa usahau ili somo la kumthamini mtoto. Lakini pia katika kumthamini mtoto, ongezea pale kama naandika kwamba tunza vifaa vya mtoto. Ile kutunza vifaa vya mtoto ikoje? Utakuta pale ndani au chumbani au sebuleni au pale nje mtoto ametafuta makopokopo, mamidoli, vindude na kadhalika, yanasambaa tu, magari, makopokopo. Yule mtoto anachezea ile makopokopo. Sasa huyu mtoto ninaomba umthamini pamoja na vitu vyake. Jali zile zana za mtoto. Unapochukua ile mavitu au unafagia pale asubuhi, mama unayasukumia yale makopo yake na mandude unayatupa kule, tayari unamnyanyasa yule mtoto, maana ni umri wake wa kuchezea yale makopo. Sema tupa kule, au unakuta umembeba mtoto amebeba na limdoli, sasa tupa kule, sitaki limdoli lako. Hivi mnanisikia wazazi? Unamkataza mtoto sibebe ile limdoli lake, si ile mandude. Unakuta kwenye suruali amejaza mavikopo, unamzaba vibao. Kwa nini umejaza mavikopo kwenye suruali, kwenye kaptura, kwenye shati? Wewe mtoto ufai. Naomba usifanye hivyo, unamnyanyasa, unamkatili mtoto. Ni muda wake wa kuchezea makopo. Kama ameweka mahali sio sahihi, muelekeze kwamba utakapocheza kile kigari umeendesha, yale makopo mamidoli mengine amefinyanga kwa udongo wake, utakapokuwa umechezea unataka kuingia ndani, tunzaga hapa. Mtengeneze mtoto sehemu ya kutunzia zana zake za kazi. Kama umeelewa sema amina. Ninaomba tengeneza. Mama, zile nguo unazovaa, zile vitenge vyetu vichakavu usivitupe. Mtu mzima hatupi zile nguo, unazitunza. Mtoto wako anataka vile vitenge, akabebe nini? Akabebe vitoto. Mtoto wa kike anataka abebe mtoto. Wewe baba, kama na baskeli, kuna minyororo, kuna makopokopo, tafuta mahali, tunza. Umesikia? Siku zote mama ndani ya familia anamrithisha mtoto hisia. Ninaongea kisomo, ndio maana nimekwambia mimi ni mtu wa elimu. Mnanisikia jamani? Siku zote mama anarithisha nini? Mtoto hisia, awe wa kike awe wa kiume. Mama katika uumbaji wa Mungu anamrithisha mtoto hisia, sio akili. Naomba unipe sikio. Na ndiyo sababu mama mzuri anayeweza kumrithisha mtoto hisia nzuri, yule mama lazima amsemee vizuri mtoto kwa baba, na msemee vizuri yule mtoto aliwe na mama kwamba baba yako ni mzuri. Hata akisema mimi baba simwelewi, ni mbaya, aseme baba yako ndio anayekunuliaga nguo za shule, baba yako ndio anayetulisha sisi sote, baba yako ndio amejenga nyumba, baba yako amefanya, baba yako tunakunywa chai na maandazi, baba yako. Yaani yule mtoto kama akipewa hisia nzuri na mama, mtoto ni rahisi kureact, yani kuitikia. Lakini kama mama mtoto akiomba kitu, sema sina hela, hata babako anipi hela, hata mimi babako hajanipa, nimekupikia wali ni mimi, nimekunulia soksi, nimekunulia sui kalamu, babako hafanyi chochote. Unampa hisia mbaya, yule mtoto anaendelea kukua, hampendi baba, anakupenda wewe kwa sababu wewe mwalimu mtoto. Tuko pamoja? Kwa hiyo mtoto ni rahisi sana kufyonza hisia za mama, na unamwambukiza hisia nzuri au hisia mbaya. Na ndio sababu juzi nikasema, nakuta mtu anajikwaa, ni mtu mzima, anasema mama, hasemi baba, kwa sababu anajua baba hana huruma. Utasikia mama yangu mzazi niliyemzika. Hata kama mama alishamzika bado anamtaja, hata kama baba yupo hai ila mama alikufa, anamtaja mama.
Kizazi kilishaharibiwa na sisi tulishaharibiwa kwa sababu ya mafundisho potofu. Tunakaa jikoni na watoto, tunakaa muda mrefu shambani kila maana watoto, yani huyu baba yenu, huyu baba yenu, huyu baba yenu. Watoto wanafika mahali wanatengeneza chuki na baba, na ndio maana ukiona kuna ugomvi wa baba na mama, akitokezea mtoto kuamua, unashangaa wanaanza kumchangia, wanampiga baba. Hujaiona? Naomba kelele ziondoke, nitawafinya, tabadilika sasa hivi. Nyie huko ondokeni. Unakuta watoto wanachangia, wanamnyuka baba, wanasema namuonea mama yetu. Kama kuna kitu kibaya, nimesema watoto waondoke hapa, tujifunze. Kama kuna kitu kibaya wazazi tunachokifanya ni kupandikiza chuki kwa watoto. Kupishana ndani ni kawaida, lakini kuna kule kupishana kuliko zidi, changamoto zimezidi, unaanza kulia machozi mbele ya watoto na kuambia baba yenu hafai, baba yenu yuko hivi na hivi. Unatengeneza kitu kibaya, na wale watoto unawaingiza kwenye kesi zenu ninyi wazazi. Mtoto hawezi kaamua kesi ya baba na mama, mtoto hawezi kuamua kesi ya wazazi. Sasa hapo unakuta wengine ni watoto wakubwa, wengine wana maisha yao, wanaingia ndani kuanza kuamua kesi za wazazi. Unamtengenezea mkosi yule mtoto. Hupaswi kupeleka machozi yako kwa mtoto uliyemzaa. Mzazi ni mzazi tu. Mzazi anapaswa kuheshimiwa, hata kama yule mzazi ni mlevi. Kitabu cha Kutoka kinazungumza kwamba waheshimu wazazi. Hata kwenye Efeso kunazungumza mtoto aheshimu wazazi. Haijabagua kwamba mzazi wako kwa kuwa ni mcha Mungu. Hata kama sio mcha Mungu, Mungu alimheshimu, alimpa dhamana ya kukuleta wewe duniani. Unapaswa kumheshimu, na mtoto anapaswa kukuheshimu. Semeni amina. Mtoto hana sehemu hata moja kumdharau mzazi wake. Hata angekuwa mfupi mdogo kiasi gani, hana akili, amechanganyikiwa akili. Wewe mzazi, wewe mtoto, lazima umfunike mzazi wako, lazima umfiche. Hata kama na mapungufu watu wote wameyaona, wewe sema sijayaona mapungufu ya mzazi wangu. Mapungufu ya mzazi wa kimwili yanahamia mpaka kwa mzazi wa kiroho. Usipoweza kumheshimu mzazi wako wa kimwili, unakuta ndio maana hata mchungaji wako umheshimu. Hicho uko kukosa nidhamu kutoka kwa mzazi wako aliyekuzaa wewe. Kwa hata baraka za Mungu za mzazi wako wa kiroho hauwezi ukawa nazo. Kwa hiyo tunatoka kwa wazazi wetu. Nilisema chuo cha kwanza ni nyumbani. Tunatoka nyumbani kule, tunakuja kanisani. Tumetoka kwenye chuo kile cha wazazi ambao ni walezi wetu. Yale maisha ambayo tunaishi tuliyofundishwa kutoka kule nyumbani ndio tunakuja nayo kanisani. Hata walimu hawapati kazi kubwa sana kwa wale watoto wetu ikiwa kile chuo cha nyumbani kimefanya vizuri. Ikiwa mimi namwomba Roho Mtakatifu anisaidie yani nizungumze vitu vile vya muhimu sana nisivisahau. Ikiwa mimi mzazi kule nyumbani nikisema nimpige mtoto, mzazi mwingine anakataa, mwingine anamchapa, mwingine anasema hapana, amekuonea, tena tumpige baba, tena tumpige mama, amekuonea mwanangu, wewe ni mzuri. Yule mtoto halioni lile kosa. Wazazi wanakinzana mbele ya mtoto. Sasa yule mtoto akija kanisani, mwalimu akisema kaa hapa, kaa hapa, acha upige kelele, mwalimu akichukua fimbo akimchapa, yule mtoto anapiga kelele, analia. Anakuja kwa mzazi, mimi hata kanisani nitakuwa siendi, walimu wananichapa. Jamani, pia walimu wamejifunza namna kulea watoto. Na ndio maana walimu wote wana akili timamu na ni wazazi. Na wenyewe wana watoto. Walijua namna kulea mtoto. Kwa kimchapa, si kwamba mpendi, mtoto ana tabia mbaya. Kwa kama mwalimu amemchapa na wewe mzazi umemchapa, mtoto hana kwa kukimbilia. Lakini kakwambia hivi, mtoto asiwe na maisha ya kujiamulia. Mtoto ndani ya wazazi, kwanza ule mtoto kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 10 hapo katikati, lazima pia unapomwambia kitu au unapompa chakula asichague, aseme asante. Ukimpa nguo aseme asante. Yaani kuna kipindi cha mtoto, naomba andika, kuna kipindi cha mtoto kuishi chini ya sheria. Usitake mtoto aishi kama anavyotaka. Hakikisha mtoto anaishi chini ya sheria. Anapoishi chini ya sheria, maandiko katika kitabu cha Waefeso yanasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto. Anapokuwa chini ya sheria, basi zile haki zake mtunzie, ikiwa ni pamoja na yale matakataka, agona kwako ni matakataka, mtunzie. Halafu mpe sheria. Unapotaka kuchezea vitu vyako, chezeaga huku nyuma ya nyumba au hapa kibarazani, usiingie sebuleni, usiingie navyo chumbani, fanya hivi.
Unamfundisha ule mtoto ambaye ubongo wake ni mtupu, unajaribu kunatisha vitu katika ubongo wake. Usitake mtoto aishi anavyotaka. Mpaka imefika mahali yale maisha ya nani yale ya Ulaya. Nasema mtoto baba hujaninunulia kitu fulani na kushtaki. Hapana. Lakini pia mzazi, usipende kumpa mtoto kila kitu anachokitaka. Sio kila siku akikuomba kitu lazima umpe. Siku nyingine mwambie hakipo. Wazazi tunasikia. Hili ni fundisho la kitaaluma. Hata kama nasema kwamba mimi mtoto wangu nampenda sana, hutakaa naye milele. Huyo ni mke wa mtu mtarajiwa, huyo ni mume wa mtu mtarajiwa. Unatengeneza kizazi gani? Huyu mtoto anakwenda kuishi katika ulimwengu mwingine. Unamtengenezea nini huyo mtoto? Akilia kidogo, unataka juisi, unampa nalia, nataka na pipi, nataka na biskuti, nataka na unibebe. Unamzingatia mtoto kwa namna hiyo, huko sio kulea. Mtoto akilia kidogo, njoo mwanangu, njoo mwanangu, njoo. Hapana. Kwa nini unalia? Huna sababu. Hasemi. Kwa nini unalia? Hasemi. Chukua fimbo, chapa miguu, chapa makalio, chapa mikono. Na unapokuwa mchapa mtoto, usimchape kwa kutimiza hasira zako, mchape kwa maana ya kutaka kumfundisha. Ukiona una hasira, usimchape kwa wakati huo. Jamani, sawa? Si unamchukua mtu unampiga kichwani, unampiga wapi, unapiga na ngumi, unapiga na makofi. Na ndio maana hata wazazi wa kiume mara nyingi waga hawana stamina. Akikasirika anampiga mtoto popote. Ukiona umekasirika, Roho Mtakatifu akusaidie kuwa na control. Usimpige mtoto na mzaba kofi usoni. Yule sio mtu mzima yule, yaani mishipa yake haijakomaa, utamsababishia athari. Unaweza kumpiga ukamuua. Ukiona umekasirika, usimpige mtoto. Hatupigi mtoto kwa ajili ya kutimiza hasira zetu. Naomba niandikie hapa. Usimchape mtoto kwa ajili ya kutimiza hasira zako. Kusudi za kumchapa mtoto ni kwa ajili ya kumuongoza. Kwa ile fimbo ni fundisho. Fimbo haichukuliwi kwa mtoto au haimchapi mtoto kwa ajili ya kutimiza hasira ulizo nazo, lakini tumia fimbo kwa ajili ya maonyo. Na usimnyime mtoto viboko hata kufa. Ninyi ni wasomi, mnafahamu hayo ni maandiko. Jamani, sawa? Hakikisha yule mtoto asikupangie. Mwenye kupangia ndani ya nyumba ni baba. Baba ndio afisa. Lakini mimi nataka hiki, nataka kile, ninaomba hela, yaani ni ya viatu. Hata kama huna baba usimdekeze, mwambie leo sina hela. Ngoja nikuambie, Mungu wetu wa mbinguni anatupenda sana. Amina. Si ni kweli? Si ni kweli Mungu wetu wa mbinguni anatupenda sana? Si ni kweli jamani? Pamoja na kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatupenda sana, Mungu huwa anatupa vyote tunavyomwomba. Chochote ulichomwomba Mungu amekupa. Naomba mjibu. Wainjilisti, waumini wa Injili, chochote ulichomwomba Mungu amekupa. Hata mimi nimemwomba Mungu vitu vingi sana. Kwanza nimwomba Mungu hata mume wangu asifariki, siondoke duniani, lakini aliondoka. Mungu anatupatia anachokitaka yeye, hatupatii tunachokitaka sisi. Mungu anatimiza yaliyo makusudi yake. Mungu anatimiza yaliyo mapenzi yake. Yaani sisi hatupaswi tuishi tunavyotaka, tunapaswa tuishi vile Mungu anavyotaka. Sasa Mungu anataka sisi tuishi na maisha ya maadili kwa watoto wetu. Kama mtoto anaweza kukupangia hiki, unakubali kila anachokwambia mtoto, unakubali, wewe ni tatizo. Yaani wewe ni tatizo, alafu mtoto wako ana matatizo. Sawa? Wewe unayefanya anachokucontrol mtoto, anachokudrive mtoto na kifanya, wewe unaitwa nani? Na mtoto, kwa hiyo atakuwa ni mtoto wa nani? Na yeye atakuwa nani? Kwa atakuwa nani na nani? Jumlisha. Ataitwa mtoto matatizo wa tatizo.
Kuna nyumba nyingine hazina utaratibu. Yaani wewe usiwe tatizo, usiwe chanzo cha kuzalisha tatizo. Yule mtoto unapokuwa unampa kila kitu, sio kwamba unampenda. Unapomlisha mtoto kila kitu, sio kwamba unampenda, vingine vipite. Sio kwamba unampenda mtoto. Chochote ukinunua ndani lazima na mtoto wake. Kuna wengine ukinunua samaki, hiki ni cha baba. Leo nimepata hela ya kununua samaki moja shilingi 2000. Ni wengine mtakula ugali na mboga za majani, baba samaki mmoja na mboga za majani. Hapo tunataka tule, rudisha. Baba sema njoo kumegee mtoto wangu, wewe naye kupenda wa kwanza. Hakuna cha wa kwanza wala wa pili wala wa tatu. Mtoto ni mtoto. Na ni kosa kubwa sana kuonyesha huyu unampenda kuliko huyu. Wote si ni wa kwako. Sasa unakuta mzazi mwingine anabagua. Hasa kale kadogo anasogea miguuni, wote hawajala na wewe usile. Sitaki, ninalia, lete fimbo. Usileko kudekeza mtoto. Ukisema hapana sina hela, hakuna kulia, aseme haya baba nakuombea utapata pesa. Huyo mtoto safi. Sasa sina anza kulia. Nini mtoto analia? Anataka andazi, sina hela, anakuaibisha na kukuaibisha kabisa. Hayo sio malezi ya mtoto. Mtoto ajifunze, baba leo amesema sina hela, atulie. Mungu akisema hivi, leo sina hela kukupa ugali, tunaanguka kwenye wokovu. Tunaendelea kusonga mbele, tunaendelea kumpenda. Baba wewe ni Mungu, umenipa hujanipa, wewe ni Mungu. Umeendelea kumsubiri Mungu, unashangaa kesho amekupa. So we call it denying is not delayed is not denial. Yaani hivi, Mungu anapochelewa kukupa kitu, si kwamba amekataa. Anaamua kukusubirisha aweze kukuangalia uvumilivu wako. Lakini kuna wakati mwingine hiki kitu kwako ni hatari, hakupi. Tukua pale Morogoro siku moja, kuna mama mmoja kuja kusema naomba maombi. Nimeomba mimi miaka 19 sijapata mtoto. Sasa nakuomba askofu. Kuna askofu mmoja alikuwa anahubiri, akamwendea akasema, ninaomba Mungu anisikie kilio changu kwa kuwa nimedharaulika sana. Nizae tu mtoto, hata kama nitakapozaa wamuone ndugu zangu alafu Mungu amchukue. Kwa sababu najua mimi sio wa kuzaa. Basi nizae tu alafu amchukue, nisiishi na mtoto. Nikamwambia unaomba vibaya, akasema nimeomba vibaya, nina hasira. Una hasira nani? Anasema nina hasira na Mungu. Mbona wengine wanapewa afu wanawatupa afu mimi anipe? Ilipita kama miaka 3 nikapata habari za yule dada. Alipata mtoto, alizaa. Yule mtoto alimzaa alikuwa na kichwa kikubwa kuliko kiwiliwili. Kikubwa kweli. Yaani kikubwa. Yaani hizi nguzo ni ndogo. Kikubwa, kichwa kiko hivi. Mpaka hivi leo yule mtoto anaishi. Sasa hivi miaka karibia 20. Yaani hana uwezo wa kukaa. Yeye ni kulala tu. Na usipomgeuza alikuwa na kama akilala muda mrefu, vidonda vinamtoka. Unakuwa pale unalaza huko dakika 10, unaanza huko dakika 10, unakuja huko dakika 10, unaenda huko dakika 10. Huendi kokote. Hata ibadani huwezi kwenda. Maana siku zote kichwa kinazidi kukua. Wanapovuta maji ndio yanaongezeka. Wanavuta ndio yanaongezeka. Wanavuta ndio yanaongezeka. Na kwenda kuvuta yale maji ni gharama. Amevuta kama miaka 16. Bado yani tunafikia kasa inapoenda kuvuta inazidi kumtesa mtoto. Anakula yule mtoto, ni hatari. Yaani akila ugali kama ukiwa kwa mfano ile debe moja anakula mara 3. Hiyo inaitwa ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Na akila ule ugali asiposhiba kwenye ule multipoti wake, atalia kama ni umo, kijiji kizima hakuna mtu atakayelala. Wakaanza kumpa msaada sasa wanapewa msaada wa serikali chakula. Ile debe 5 anakula mara 3. Saa 11 ale. Ikifika saa 3 ale. Ikifika basi hapo katika ndio anakula vingine, lakini milo 10 ngapi? Yupo mpaka leo. Alisema, yani aliongea maneno ya dhihaka. Na yule mchungaji hakumwombea, alivyoona kwamba huyu amepotea, hakumwombea, lakini akashanga amepata ujauzito kadhaa. Na kwenye kuzaa alifanyia operation, kile kichwa kilikuwa sio rahisi kutoka. Hasa kuna vitu vingine tunaenda mbali zaidi, tunamkosea Mungu. Mungu anaweza kunisaidia vyote ninavyotaka, maana yeye ni Mungu. Yeye ni kila kitu. Yeye ni sababu ya wewe kuwepo. Yeye ni sababu ya mtoto kuwepo. Unaposema mtoto wangu atateseka, hatateseka.
Atapaswa wakati mwingine ishi katika ulimwengu mwingine nje ya wewe. Unamtengeneza mtoto wa namna gani ajifanye unampenda? Mtu akimchapa mtoto kwa lengo jema, sasa mtoto wangu kanisani atakuwa haendi, wenzake wanapoenda kanisani unakaa naye, akienda kule watampiga. Si ndio kukua? Badilisha mtazamo wako. Sema ni haka katuni nako. Unakuta mzazi analala na mtoto mpaka na miaka 3, miaka 4 analala naye chumbani. Kwani wao? Hamna wazazi mnaolala tu mpaka imeacha na kunyonya unalala. Si kweli? Uko naye chumbani kule. Ukweli sio kweli? Analala ndani mtoto wa miaka 2, miaka 3, miaka 4 analala ndani kwa baba na mama. Mtoto mpaka wa miaka 10 akitaka kuingia chumbani kuchukua sweet taulo ya kuogea na kuchukua taulo ya baba anaogea, anachukua kitenge cha mama anaogea, anaingia anaogea. Yaani kule ndani, jamani. Safi sana. Na nikafundisha kwamba mtoto hana kosa. Wewe uliyemdownload mtoto ndio mwenye kosa, kwa sababu yule mtoto kuanzia anapokuwa tumboni anasikia. Yule mtoto ni hisia, anaelewa kinachoendelea. Nikakufundisha kama baba, hakikisha shika tumbo la mama. Mimi ndio baba kusikia. Anza kuizoea sauti akiwa bado yuko wapi? Yuko tumboni. Anapozaliwa tu unaanza kumlea ile malezi, hawezi kuongea lakini anaelewa yule mtoto. Nikakwekea mfano mdogo kwamba yule mtoto kwa nini anaelewa. Ukimlaza mtoto analia, ukimchukua na nyamaza. Alafu kama baba ulikuwa unamnyanyasa sana mtoto wako akiwa tumboni kwa mama yake, unashangaa unapomchukua anakataa kabisa, nakataa, mkinishika nakataa. Mtu mwingine anamkubali, wewe anakukataa. Kuna kitu cha ajabu ambacho Mungu amekiweka kuanzia yale maujiuji yale ya tumboni yale ya mtoto hapo, yale maujiuji yale ambayo tayari imeshakuwa tayari ni ujauzito ule. Kuanzia zile siku 7 tayari ni nafsi. Kwa nasema hajabu mtoto sijui nimebeba nijiwe, mbona sasa si nijiwe, si ni nyoka, si ni nini, si ni nini. Unatamka kitu gani? Unanyonyesha mtoto nalia, machozi yanamdondokea mpaka mtoto. Unatukana matusi huku unanyonyesha. Wewe fulani, wewe pumbavu wewe, huku unanyonyesha. Katoto kananyonya pale. Na kanakuwa na watoto wao wanaangalia wanaponyonya. Yeye anakuangalia mama. Kananyonya kanakuangalia, hawezi kuongea. Lakini unamjengea kitu gani yule mtoto? Mtoto anakuwa, yani babako huyu, yani mamako huyu. Huyu mama mjinga kabisa. Katoka amekaa pale. Ni mjinga, mpige baba, mpige tu wewe, mpige. Kana kushauri kabisa, mpige tu. Sasa nimesema wanawake wa mama wanaweza kufundisha watoto upande wa nini? Wa hisia. Lakini baba anapandikiza kwa mtoto akili. Ukiona baba kama ni katili, anampa mtoto akili. Sema amina. Baba anaweza kufundisha vitu, utakuta amekaa hata anapoongea kimpango fulani. Mtoto anajifunza, anapata akili. Na ndio maana tuendelea kumwomba sana Mungu, akina baba usiwe wanapotea. Watoto wetu watapungukiwa akili. Huo ni ukweli. Kama mtoto amekaa hajawahi muona baba, hajawahi kukaa na baba yoyote, hajawahi kukaa na kaka yake, yupo tu yule. Ndio maana ukuta mara nyingi, kwa nini kisaikolojia tunasema mtoto wa mama ni nani? Mvulana, msichana? Mtoto wa mama ni nani? Na mtoto wa baba? Kwa sababu gani unajua? Mtoto wa kiume amezaliwa automatically na akili, ila hana hisia. Na ndio maana mwanaume anamkamata sana kwenye hisia. Sasa Delila, yani hisia ile ya mapenzi. Mwanaume anakamatwa. Mwanaume hana hisia. Kwa maana kwamba ya kupenda, sikufanya ni kulemba, kufanya. Unaweza kashangaa kama hivi wakajenga ile kanisa wakameza wakati wa mdali mchafu. Inakuja ibada wanaingia tu kusali, hawana habari. Lakini mama unahisi kwamba hapa kuna vumbi zinanuka, hapa kuna hivi, hapa tuweke meza nzuri, hapa tufanye hivi, hapa tufanye hivi. Hasa yule mtoto wa kiume, yeye hana shida na akili za baba yake. Ana shida na hisia ya mama. Unakuta amekaa. Wewe unafuata mamako, wewe ni wa kike wewe. Ana shida na hisia, lakini mtoto wa kike si ni wa kupenda. Unakuta anakaa na baba. Anapewa akili na baba yake. Unakuta sema huyu mtoto ana akili, ana mambo ya kiume kama baba yake. Ina maana baba yake alimlea vizuri, mtu alimpa akili zake. Hiyo ni saikolojia hiyo.
Jamani, mnasikia? Kuna mtoto wa kike anakufuatia baba, mkumbatie, anataka umjaze akili. Unakuta sasa hasa kama wewe wewe mtoto wa kiume ulikuwa unakaa na baba, alafu na mtoto alikuwa anakaa na baba, hiyo nyumba utakufanya vidume vitupu huko ndani. Unakuta akili zimejaa mpaka hapa, mpaka hichi kimejaa. Kagani kakitendo kama kamekaa kama mwanaume. Mwanamke naye yuko ngangari, afu wote wamekutana. Akili nyingi kweli. Jamani, mnaona ambavyo wazazi mnaweza kuumba. Sasa iko hivi, mama mfundishe mtoto kuwa karibu na baba yake, halafu baba mfundishe mtoto kuwa karibu na Mungu. Mama msogeze mtoto ampende sana baba yake na amuelewe. Mama, mbona baba ni kama katili? Sema baba yako sio katili, ana upendo sana, ana mawazo, anafikiri namna gani tusome, namna gani tule, namna gani tukalime, namna gani hiki, namna gani atatue matatizo. Kwa baba alipo hapa kama amekasirika, lakini amefurahi sana hapa. Alafu baba aseme mwanangu mpende sana Mungu, amenipa akili mimi, babako nimejenga, mimi babako ninafanya hivi, mimi babako nimeoa, hata mamako nimemtolea mahali. Sema kumbe na mimi nikikua sitavuta naona aifunze. Sasa wao wanasema yani ndoa mwanangu ni ngumu, yani ndoa mimi kuolewa kazi. Mabinti mnaoa, tuliolewa tunataka tutoke, nyinyi mnataka muingie kubaku. Lakini kama anaweza kusema hajai toka kwenye hiyo ndoa, navumilia makalia watoto. Sasa wale watoto wakalia wamedumaa, anapoingia tayari kwenye ndoa yake ilishavunjika zamani. Na hiyo ndoa yake ilivunjika akiwa na miaka 3, akiwa na miaka 4, akiwa na miaka 15. Anaingia kwenye ndoa, lakini kichwani mwake wababa wananyanyasa. Kwa anapoingia tu wewe mke wangu, mbona umelala hivi, naenda kazini siende chai. Tayari anakumbuka mamaka alivyomsimuliaga. Kwa hiyo mtoto wa kike anaingia kwenye ndoa ilishavunjika zamani. Kwenye ndoa tunavumiliaga, tunateswa, tunapigwa. Hajiulizi kwa nini mama alikuwa anapigwa, na wala hajui. Mama anaongea uongo. Baba alisema tunaloni, ulikataa. Unamwambia mtoto, alikuwa ananionea. Usemi ukweli, kwani yananeneka hayo? Mnawatuisha watoto mambo ya ajabu sana wanawake. Msifanye tu fanya tu Sasa hiki kizazi kitaka zalisha kizazi chenye uamsho. Kinatoka wapi? Jamani, itika Don't overprotect. Usimchunge mtoto wako zaidi yani usipitilize. Na mwingine ana mtoto mkubwa tu, binti miaka 20, 23, 25, muda wote usitoke hapa, twende huku, twenda mimi babako, kaga dukani hapa, uzaga simu hapo, usitoke sawa, usitoke. Yaani huyo mtoto atatongoza saa ngapi? Atatongoza saa ngapi? Binti yako umefuga mbwa mageti makali, atatongoza saa ngapi? Mwache mama, kachote maji kule, maji bomba liko hapo, duka liko hapo. Mruhusu mtoto aende kutembea, mruhusu kwenye makambi ya vijana. Mwambie mwanangu Shona Nasari imbaga plays ili aonekane vizuri. Kale katoto kamesuka nywele zimeziba jicho moja, kanafanya hivi. Katoto kanani kale? Wanaweza kukafuatilia. Mwache mtoto awe kwenda kutembea. Sema ndio. Hakikisha baba, mama unamchapa mtoto wako pindi ana makosa. Unamuonya kwanza, unaweza kuona mara moja, ukamwonya mara 2, kulingana na makosa yako unamwangalia kama sasa huyu ni makusudi, mchape. Ukimchapa hata kufa. Sema amina. Hata kufa. Na ndio maana hata katoto kadogo kakiza tu umeshakadaka, unakaangalizia, je kanalia? Ukiona kajalia kazabe. Na kama
zao safi. Atakuwa zezeta huyu, lazima alie anapozaliwa, si ndio? Wataalamu mko humu, ili kanisa lina wasomi hili, si ndio jamani? Lazima mtoto alie, lazima apige chafya, lazima akojoe. Ukiona katakuwa unakashika hivi kidogo tukikayai, hasa siku kakija kudondoka katazimia au kanakufa kabisa. Kakianza kuchangamka kidogo, kitovu kimeondoka miezi 2-3, wakati unakarusha hivi, unakaogesha afu unakacha katulie kidogo. Ukishakaogesha kanatulia karibu hata lisali zima. Si umekaviringisha mmekojote kameka kwa kataka kunyonya, unakaviringu unakachukua unakarusha. Kesho unashangaa kanapenda uende kufanya nini? Kukarusha. Hasa usipokarusha siku kakidondoka bahati mbaya kameendea hiyo hiyo ahela. Sawa, hakisha nalia, hakisha nakojoa, hakisha namrusha anachangamka, anapiga chafya, hakisha kanafungua na macho. Mdoto kamelala tu, kamelala tu. Kaka naangalia na dunia. Kakuangalia na wewe, sema fungua macho sasa muangalie babako. Sawa, kitu kingine mtoto kizaliwa, usisahau kumwangalia sehemu zake za nyeti. Asiye shetani kama ameiba nyeti. Na hili ni tatizo sana kwa wanawake. Unazaa tu mtoto humwangalii. Baba, kisha mtoto gani mke wangu, muangalie, mchunguze mtoto wangu ni wa kike ni wa kiume. Halafu je, zile nyeti zote zipo? Msemage Kuna watoto wengine walemavu na wakina baba wanasema wewe mama, kwa nini mtoto wako ni mlemavu? Ilikuweje? Mama unabeba kesi. Kumbe kwenye malezi mlee wote. Mtoto kishazaliwa kule kuna mtoto wa kiume kule chini kuna korodani. Nini naitwa? Sema, mnajifanya mseme nini? Kuna vitu vinaitwa korodani, yale mapumbu yale. Yanakuwa yako mawili. Unayaangalia yale yamekaa vizuri. Kuna mwingine kizaliwa na ugonjwa unaitwa hernia. Ile hernia inatokana kwamba yale mapumbu yalikuwa ndani ya utumbo. Mtoto kizaliwa anatakiwa yatoke kwenye utumbo yaning'inie pale chini, yao yanashangilia. Sasa unamwangalia mtoto yale yapo. Kama hayapo ina maana yameingia ndani ya utumbo na hayajatoka, unampeleka kwa daktari, wanaanza kumpa dawa, kuna namna wanamtoa yaning'inie, ndio hai wa mtoto. Hamsikii ugonjwa wa ngiri nini? Hamsikiagi ngiri? Mimi ni daktari sasa. Ugonjwa wa ngiri manake au wakati yalikuwa yanatoka kule ndani ili au mtoto akiume aumbike vizuri, unakuta yalitoka yakachia uwazi fulani sehemu hii ya chini, hapa ya chini katikati ya mguu, yani katikati ya kuunganiko kwa miguu miwili na kuja huku juu kwenye kiuno. Alipokuwa anatoka palibakia uwazi fulani. Sasa ule uwazi kuna baridi inaingia, inasababisha ugonjwa unaitwa ngiri au hernia. Sasa kishakuwa vile mtoto anazaliwa anakuwa hayuko kamili. Ukimwona sasa, mbona mtoto hakutakiwa kuwa hivi, mtoto wa kiume? Nenda kwa daktari, rudi ulikojifungulia kule kule. Na ndio maana kuna mithali inasema hivi, usitukane mkunga, wewe mnajibu. Sasa nyinyi mnafikiri msipojifunza hapa chuoni hamtaki kuja, nitakuwa nawakuta hapa, nitakuwa na mwaga hapa. Siamtaki kuja chuoni. Kwa hiyo mtoto kama ana tatizo unamtibu, unasema mtoto wangu daktari ana shida hii hapa. Daktari anamwangalia mtoto, kuna dawa. Mimi nilipata mtoto kama huyo, yule mtoto wangu ule mdogo wa pili aitwa Joshua. Mimi nilivyomuona kwa kweli nimejifunza, nikamwambia mama, mbona mtoto wangu na kama ana moja alionekana kama limetumbukia? Akasema hivyo vitakuwa vinatoka taratibu. Ikafika miezi 2. Namwambia tu mama, anasema hapana, itakuwa ni kawaida. Nikasema hapana. Akasema labda kwao. Nikasema kwao wapi? Mwangalie mtoto wote na mama pamepita. Nikamwambia mimi kwenda pale rufaa. Wakasema wai utapoteza mtoto. Kweli baadaye mume wangu akasema wewe, kumbe ulikuwa unajua kweli? Sasa mimi mbona nakwambia siku zote. Nikamwomba yeye, akasema mbona basi chukua shilingi 200,000. Nikaenda kule. Kufika kule akasema tena wiki ijayo wanakuja wataalamu kutoka nje pale Ikonda. Nilikaa pale wiki 3. Baada ya zile wiki 3 kutana na dada yule alikuwa anamuitaga Mjeshi, alikuwa anaitwa nani yule Mjeshi huyo. Siku hizi ni kama siku hizi ameacha kuabudu. Ameabudu hata hapa yule dada yule mwinjilisti. Alikuwa kwenye dola ya wanawake, ni nani?
Dada mmoja kwa anatokea bonde la Baraka jamani. Alikuwa anatokea bonde la Baraka sio Antioki, bonde la Baraka. Tulikuwa tunamuita Mjeshi yule dada yule. Anakaa Sogea hapo hivi. Nitamkumbuka. Tulikutana naye kule nikamwambia mtoto ana shida hii na walipomwangalia akasema mtoto tumbo alikuwa na namna fulani huko ameharibika tumboni, si utumbo umefanyaje, ikabidi watoe ule utumbo nani vile wakamrudisha. Nilikaa pale wiki 3, mtoto akawa salama mpaka leo juzi nimekuja naye hapa. Lakini mtoto ningempoteza yule, au kama angeishi angekuwa hamna kitu. Wewe mbona huoi? Mbona unakuta mtoto bado mimi bado kwanza. Mbona huoi? Mimi bado kwanza. Mbona huoi? Mimi bado. Kumbe kuna shida. Mchunguze mtoto wako. Hata mtoto wa kike. Nitakuja kwa mama, nitakuja niwaambie siku moja nikipata neema. Namna gani mtambue huyu mtoto? Sawa jamani, haya ni malezi. Sasa Mungu nipe mtoto, Mungu mtoto wangu naomba maombi, lakini kwenye sehemu yako umewajibika. Mwingine nazaliwa kwa sababu amepigwa na baridi, kuna magonjwa hatarishi kwa watoto. Nimeandika hapa lakini naona leo muda wangu hautanifaa sana niache. Kuna magonjwa hatarishi kwa mtoto anapozaliwa tu, lazima umfuatilie yule mtoto ili tuzalishe kizazi chenye afya na chenye nguvu. Jamani sawa wazazi? Hata wewe hujazana, wewe ni mzazi, Mungu atakupa mtoto tu. Mungu ni mwaminifu. Usiombe vibaya. Mchape mtoto. Nimesema usipomchapa siku akichapa. Usipomchapa mtoto siku akichapa atazimia. Unaweza kumpoteza mtoto. Kwa hiyo ndani ya nyumba pamoja na kwamba unamchapa mtoto, lakini jihadhari. Nyumba zingine ukiingia, baba mama ni pilipili. Anasema pilipili kichaa. Mama ni pilipili kichaa, baba pilipili mbuzi. Moto waka. Yaani pilipili tupo ziko mle ndani. Yule mtoto ajisikie raha kuzaliwa kwenye hiyo familia, ajivunie wazazi, ajivunie mazingira yenu yale. Hata kama mazingira ni magumu, ni mazingira ya kimaskini, lakini palipo na Mungu na amani, mtoto anasema naenda nyumbani kwetu. Ataenda kusalimia kwenye hela, kwenye masofa na nyumba zenye gharama za umeme na nini. Anatoka kule anasema naenda nyumbani kwetu ambako ni nyumba ya nyasi, ni nyumba ambayo haina hadhi, lakini anajisikia amani kuishi pale kwa sababu ya malezi ya wazazi. Jamani sawa? Tunzeni vikopo vya watoto. Train mtoto, mlee mtoto zaidi kwa vitendo kuliko kwa maneno. Katika hili sasa ninaomba walimu wa watoto wawafundishe sana watoto kwa vitendo. Wakati mwingine unasema kwamba Musa, huyu ni picha ya Musa iko hivi, hiki kiko hivi, yani unaonyesha zile picha. Mtoto anajifunza zaidi kwa kuona picha. Na watoto wasifundishe vitu vikubwa ambavyo viko zaidi ya umri wao. Wafundishwe hata nyimbo ambazo ziko kwenye umri wao, sio nyimbo kubwa ambazo ziko juu kule. Hapana, wafundishe kama hivi hapa kanisani ili kurithisha watoto. Moja, kurithisha watoto walimu ni kuwafundisha nyimbo hizi za kauli mbiu ya mwaka. Si tunajua kauli mbiu ya mwaka jamani? Najua. Sasa tungeni nyimbo. Waseme Mungu wetu sisi watoto anaweza. Sasa anaweza. Unaona? Funza wapi kanisani kauli mbiu yetu? Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu. Basi tunacheza. Kwa michezo ya duara pale, twende Mungu wetu anaweza. Wakija nyumbani mama, imba kauli mbiu ya CCC, Mungu wetu anaweza. Unaona? Afanyie maana kauli mbiu. Haya. Mimi tegemea kwenye matukio maalum kama haya, tukisema karibu kwaya fulani, muimbe wimbo wa kauli mbiu. Mnapopokea kauli mbiu, ndio kama uitungie nyimbo. Sawa kanisa? Yaani iwe idara ya kwaya wa mama, kwaya ya kina baba, visheni, sijui nini. Kwaya zote mwakisha ikishatolewa pap za kauli mbiu inatoka kabla ya mwakani. Unapofika mwaka tarehe 1 mpaka tarehe 10 tayari, si ndio? Tungeni wimbo wa kauli mbiu. Yaani ikishatamka kauli mbiu nyewe mnaidaka. Kwenye idara mnatunga nyimbo zenu. Kwenye mafundisho yenu mnatembelea kauli mbiu. Najua anaweza. Nyumbani mwenu maombi mnahitimisha najua. Sasa mnaimba tumsifu Bwana. Yaani hapa hakuna kwa nimempa pointi zote 0 jumlisha na kadogo juu. Hakuna kwa nimepongeza mimi kwa kuimba vizuri. Hamjaimba kauli mbiu nyie. Mna wimbo wake. Ndio maana nimesema wanawake wana hisia. Ambukizeni hisia hizo.
ambukizeni hisia mpaka kwaya kuvision. Nyie mna wimbo, lakini kauli mbiu iko hapa jamani. Tungieni wimbo, au unaweza ukaweka maneno mengine, kile kinakuwa ni kibwagizo. Mnatunga mnaweza mkaanzia mwanzoni mkakaa kule mwishoni, mnaambukiza watoto hivyo vitu. Sasa ikumbuke watoto, karibu maandika, uikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Siku ya Sabato nini ni kwa mtoto? Kwani hata wewe unajua siku ya Sabato? Ndio nyimbo tunafundisha watoto hizo. Fundisheni nyimbo za uzuri wa Yesu. Alikuwepo mtu mmoja, alikuwa anaitwa nani? Ni Musa. Alikuwa anaitwa nani? Si wanajifunza. Unajua Yesu ilikuwaje mpaka kazaliwa? Na nani? Ikawaje kawa hivi. Kanisa, haleluya jamani. Sio kufundisha nyimbo kubwa, maandiko. Najua waweza kufanya mambo yote, makusudi yako yazuiriki. Mnawakalisha watu maandiko hayo. Kama unataka kalili katika namna hiyo, basi litafune. Mwambie Mungu anaweza kutufanyia mambo yote sisi watoto. Mungu anaweza kutuponya sisi watoto. Jamani, sawa. Mimi nakumbuka nyimbo, nakumbuka walimu wangu, nakumbuka kila kitu nilichojifunza utotoni. Msiwafundisha watoto katika hali ya ukubwa. Unaona, fungua Biblia yako. Unaambia mtoto fungua dakika 10, unamhubiri mtoto miaka 2. Fungua Biblia yako. Haya, fungua. Nini maana ya kufungua? Sasa tusome kitabu chetu cha hadithi. Hii kitabu cha hadithi za Biblia. Hadithi ya Biblia nataka tujifunze kwa habari ya nani? Aliyemuua Goliati, anaitwa nani? Daudi. Haya, kila mtu achukue karatasi, mchore Daudi. Haya, chora chini, asiwajui kuandika. Chora chini, umetoka hata nje pale, umechora chini, au unampa mtu chaki au nini ile na nini ile mkaa, anakaa na chora. Na usimnyime mtoto kuchafuka. Sawa? Mfundishe, tuko kujifunza, chore. Wazazi tupo pamoja. Tuwaprotect watoto katika namna ya kuwafundisha. Tusinyanyase watoto. Haya, sasa hapa naelekea mwishoni. Nimesema hivi, hata kama baba ni mlezi, huyo ni baba wa huyo mtoto, ana haki zote za kutoa baraka kwa mtoto wake, na Mungu anamsikia pamoja na ulevi wake. Lakini huyo ni baba mwenye mtoto. Wamama, tusiwatenganishe watoto na baba zao. Tuwasogeze watoto, wawaheshimu baba zao. Wewe kama umheshimu, usionyeshe kwa mabinti zako kwamba umheshimu. Hakikisha wewe unaficha utovu wa nidhamu. Wakati sisi, ndio maana jamani, kuna vyumba, ndio maana kuna chumba cha wazazi, mtoto asiingie. Kama wapige makofi hapo, wanawake. Mimi mnakuwa wakati mnapewa ukweli. Kule ndani kama ufanyaji usafi, binti yako akiingia na yeye ataishi vile. Sawa? Anapoingia kwenye ndoa alishakuwa failure. Sasa watoto tuwasione aibu zetu. Baba amekosa mama fulani huitiki, halafu umekaa na mtoto tuko pale na kingine kananyonya. Wewe Mama Janifa, nakushikia na wewe, kwani sifa si uongee? Yule mtoto anaiga. Itika, sema tu abe. Sawa? Unakuta sasa mama na kiburi na katoto kana kiburi, na kana kwenda kuolewa nako kana kiburi. Kanifunza wapi? Ndani. Itika, sema nakuita hapa uje. Sio kusema niko kupika. Sema ngoja nije nishushe ugali, kasikilize. Afu mwambie mimi ndio anza kulia ndani kule, sema yote, sema watoto sione. Kwani hatufanyaji hivyo? Tusionyeshe watoto. Baba nakuita unafua nguo. Sema unasemaje? Akwambie mbele ya watoto. Nyanyuka nenda. Najua leo ni msumari, si leo siku ya mwisho. Na wapigilia na wavivu walikuwa kwenye semina na wabonda vizuri sana. Ili leo mtoke salama, mkabadilishe maisha yenu, tupate kizazi kipya chenye utukufu wa Mungu. Siku za nyuma kidogo hati nakuwa alikuwa sema mwanangu sioe pale, ile familia mamaka na kiburi. Yaani baba mfano mtoto anayeoa, mimi mchumba wangu ni mtu wa Ileje lakini anaishi Morogoro, ni mtoto wa kina Mtafya. Sasa wa kina Mtafya wana kiburi. Unashangaa mtoto amekosa nini riziki ya kuolewa. Sio mnadandali tu kwenye simu napata wachumba. Ndio maana wanakuwa feki. Na kwa taarifa yako, utakiwi kuoa sura kijana.
Ndio kuna watu wengine hapa kanisani wametulia, lakini unakuta hauoa. Unataka kwenye macho yanazunguka kama ya Glory hapo huko. Mbona kuna watoto wazuri wako huko amuoe ambao wametulia, wamekula fundisho la wanawake wa mahali hapa, wako vizuri. Walikuwa sema usiolewe na yule, usiolewe kwa sababu nini? Nasema kwao ni wachawi. Sasa alikuwa mchawi ni baba aliyekufaga, tusikia kwao ni wachawi. Wazazi mbona mnaficha tabia zenu, mtawafanya watoto wenu wasio wanaolewa. Umesikia? Majirani wanakuona unapomdharau mume wako, alafu na binti yako iko pale manyonyo yameota, anataka kesho aolewe. Unafikia pekee mwana ni si mzigo wako. Ndio maana maandiko yamesema mtoto mpumbavu ni mzigo wa mama. Kwa maana hii, mama usipotengeneza hisia ya mtoto, kwa sababu pia mjui maandiko. Mtoto mpumbavu mzigo wa mama, manake nini? Manake mama ndio mwenye kutengeneza nini? Hisia za mtoto. Ampende Mungu, apende baba, apende hiki, apende hiki. Alafu baba anampa mambo makubwa. Baba unaendesha gari, unakuta katoka dogo kanatamani kuendesha gari. Kanatamani kujenga, kanatamani kufanya vile na vile. Akili. Tulee watoto wetu vizuri jamani. Halafu ninaomba tafadhali usimnyime mtoto chakula hata akiwa amekosa namna gani. Yaani pale nyumbani isiwe zaidi ya jela. Jela wanakula wafungwa, wanakula chakula. Sawa? Halafu jambo lingine, ninaomba usimfukuze mtoto kulala nje ya nyumba. Hata au amekosa vipi, mpe chakula ale, mwambie kalale, hasira zake uzikipoa kaa naye msaidie. Kuna wamama wanawanyima watoto chakula. Hujachota maji, utapigana na watumboni. Kulala. Wababa anaanza kuona, baba anaanza kusema, njoo tule wote. Wewe unaenda pale pale kofi. Jamani mimi nimeyaona haya macho kama naongea tu, nina ujuzi wa kuona kabisa wamama wananyanyasa watoto. Mama anapoongea na mtoto sauti kubwa. Mtoto akita tu, mama kini. Maasili yametoka chumbani. Mama, unanitanifu bako. Na kipusi nyo, toka na wewe hapa pusi wewe. Mama sema abe mwanangu mzuri. Nasemaje mwanangu? Abe mwanangu sema. Mama wewe mama usiniite mara nyingi kama una sababu. Una shida gani? Mama njaa inaniuma. Haya mwanangu kuja nikusaidie. Sio mama pupa wewe unanichosha mimi. Nimebeba na mzigo unasema mama kele huko. Wa mama atufanye nini? Katoto kakilia ni mgongoni. Hebu tulia. Jiani wewe mama baba vizuri mzuri. Nacho kitoto hiki akisikii sana hiki. Alafu nyinyi mnasema baba hawana uchungu na watoto. Sasa beba vibaya mtoto njiani afu mjibu vibaya mtoto mbele ya mwanaume kama utapigwa makofi. Hamjana wanawake wanapigwa makofi na wanaume hapo, sio mume wake anampiga. Aje mtasemaje mwanaume ana uchungu? Nyinyi wenye tu watoto mkitoka tu hapa beba vibaya mtoto utakuta mwanaume anasema, "Wewe mama, wewe mama, wewe mama." Wewe mama, sio mtoto wake, sio ndugu yake, si ndio wanaume? Beba vizuri huyo mtoto. Mwingine anamwambia, chukua ndazi. Chukua ndazi. Shusha mzigo, kaa chini, msikilize mtoto. Mwingine anachukua nyonyo. Au lingine natokezea huku. Nyonyaga. Uko vile mbaya ni mzao tu jamani. Kaa chini, mheshimishe mtoto unapokuwekea ni chakula cha mtoto. Mpe mtoto ziwa liko limeoshwa, limefutwa, ni safi. Majasho yametoka makwapani yamekuja moto huko. Ndio chukua nyonyo. Nyonyo huko nyonyo. Kama likishakuwa bunduki sana linapita hata juu hivi. We mama we. Chua mzigo wako, msikilize mtoto. Kuna mama mmoja kwa anatembea kama beba na pombe. Anaenda shambani. Kakilia tu anachelewa kuiba na kanywesha pombe. Kanaelewa kanyaga tu. Jamani sawa. Usimsababishe mtoto ashindwe maisha. Usimfundishe mtoto ulevi. Baba, usipambane kutafuta upendo kwa mtoto. Kaa katika majukumu yako, lakini yule mtoto atafundishwa kukupenda wewe na mama yake.
Sawa. Ningekaribisha maswali hapa na kuambia ningepata mashtaka hapa, na mimi sitaki nikaribisha maswali. Mtoto unapomfundisha ajue kuna maisha yanayokuja. Kwa hiyo mlee mtoto kwa kumpa akili. Usimtafunie kila kitu. Sikuweza mimi baba nina mahitaji kule shule na penseli, nadaiwa si kalamu, si ada, si nini. Mwambie chukua 5,000 hii hapa. Mwambie utanunulia nini na nini? Atakwambia hapa penseli 200, kitu fulani hivi, kitu fulani hivi. Baba bwana change itabaki. Nimekuachia. Unajua huyu mtoto yuko nini? Sawa. Kama ni binti anaweza kukua, mpe shilingi 10,000. Mwanangu leo tule samaki na mboga ya majani. Ishia hapa. Sio kusema nyanya shilingi ngapi? 500. Mboga majani ike ukenyege. Tujifunze hapa jamani, tuna idara, si ndio? Kwenye zile idara, kama baba angekuwa anapiga bati kwamba idara siezi, mkitoa sadaka mbona mnaniambia siku yenu idara ni lini? Labda Jumatatu. Mmepata sadaka shilingi ngapi? Michango iko shilingi ngapi? Mmefanyia nini? Hivi na hivi na hivi. Mngefika idara, wanapenzi mngefika. Wanawake tena katibu wangu, wow, I love you, you are here. Haya, wewe mko mfano mama si yuko pale, anafuatilia gala zenu mnafanyia nini? Hebu sema tu ukweli kabisa ukiwa na moyo mweupe. Wala haelewani. Hasa kwa nini unamfuatilia binti yako? Kitunguu hiki pia umenipiga hiki. Ndio namtuma kaibe. Kuna hela zinatolewa hapa sasa, kwa mimi kapu likitolewa baba anaolefoka hapa. Kwenda anajikaliaga kimya, hata kama yeye ni yakwa, anakaa kimya anasubiri. Anachopewa anasema Mungu awabariki. Si ndio? Wewe ni mtoto wa nani? Huivi. Mama kuna wakati alinipa vyombo, ngoja nijisemelee. Nikaja pale chuoni. Nikaona kuna kachupa fulani vikeusi mama utakosa umekasahau. Amesema peleka vyombo vya chuoni viende kufanya kazi ya Mungu chuoni. Nikakaangalia kachupa kale. Nilibeba kapo nyumbani. Mama jana niuliza kama vyombo nilivyokupa viko hapo. Anajua tu mwanangu ni mtu mzima, ni mtuzaji, akifurahi yeye akitumia yeye moyo wake. Sawa. Uwe na moyo huo mama. Mpaka binti anashindwa kununua nguo ya ndani. Unambana wewe, unambana. Mpaka naomba pilipili ya bure, anasema 200 nimenunulia pilipili. Kumbe mambo ya bure aliponunua nyanya. Ili usimdai 200. Nafanya mabinti waishi kama watumwa ndani ya nyumba. Ndio maana wanaomba na 200 nje. Mnaonyima pesa mabinti zenu. Akija kanisani unampa viboyo kwa 500. Ataiba nini sasa? Hapo umekuwa unaangalia utoe mimi. Binti yangu anatoka hapa. Wewe mbona sikuona kutoa sadaka? Chukua tu 20,000 baba, chukua 50 mpe mke wako, chukua shilingi 50 mpe mtoto wako, sema fanyia mambo yako. Vingine hakuambii. Ni siri yake. Sema ndio. Hapa ndio namalizia mwisho. Wanakwaa wote, hili ni fundisho. Sema ndio mwalimu. Itikiaga tu sasa niko mbele, kama uitikisi na nazidi kuongea. Itikia nimalize haraka tu niondoke kama uelewi. Sema ndio mwalimu. Kauli mbiu kishatolewa, tungeni nyimbo. Kitunga nyimbo, mjiwekee utaratibu. Mkishona sare za kwaya, mkitunga wimbo wa kwaya, hakuna kuimba bila kumshukuru Mungu aliyewapa huo wimbo mzuri. Sema ndio mwalimu. Sasa mtafanyeje sasa niko mbele? Ule wimbo ili uwe na utukufu, kahubiri injili, ukawe na upako, toleeni sadaka. Umesikia? Hayo ni mafunuo, sijaandika kwenye diary yangu, nimesikia niwaambie. Ukitungwa wimbo wowote idara yoyote, kabla mjaimba, toeni sadaka. Tunamshukuru Mungu tumepata wimbo mpya. Endeleeni kumtumikia Mungu. Kama ni album itashine namna hii, mmepata wimbo mzuri. Kama ni sare, mnasumbuka sana kushona sare na wengi ni wasumbufu, mpaka wengine mnaamua kuzigawa. Hiyo sare mbona imekaa kama gunia, wenzako wote wamependeza. Toleeni sadaka. Sema ndio mwalimu. Kisha shona sare kabla mjavaa au mmevaa sare. Jamani tunamshukuru Mungu tumevaa sare. Hodi baba, kama ni madhabahu, kama ni popote, kama ni
Mama, sisi wanawake hapa kanisani, Mungu ametubariki, tumeshona sare. Tumekuja kumshukuru Mungu na kabasha kenu pale. Ile sare hata kama mwingine amevaa iko humu, ziwa lingine limetuna lingine. Watasema wale wanakwaya wamependeza. Ila wanajua kupendeza, utukufu wa Mungu umewafunika. Sare ngapi mnazitupa mnaisha kwenda kuzivaa, hazina utukufu. Na mkishaili unajua kitu chochote kikilipia gharama kina thamani. Unasikia? Kitu chochote kilipia gharama kina thamani. Sasa mkubali tuwe mafundisho, mtafanyeje sasa? Si Mungu amewaleta mumtumikie na msikilize vizuri. Garamia kitu, shoneni sare, tuweni shukrani. Idara zote, iwe CMF, iwe sui nini, hata ninyi watoto mtakiwa mtoe shukrani. Sasa mmejifunza leo. Mungu akiwapa neema mwakani kufanya sikukuu, kabla mjavaa sare, leteni sadaka ya shukrani mkatakuwa kuhani wa Bwana. Si kwa uwezo na kwa nguvu. Tulisumbuka juu ya hii sare. Mungu ametuwezesha wote wanakwaya 10. Tumeshona sare. Utukufu utakupa wewe Bwana. Hii sare iwe kwa ajili ya utukufu wako. Kabla tujaimba chochote, sare iwe imekwisha kuimba na kufikisha ujumbe. Tumeelewa? Mwambie mwenzako, wewe unakuwa una kichwa kigumu. Utakuelewa kweli? Nyewe wanaume ndio wamuulizani, mtakuja kwenye idara yenu. Hakikisheni mnajua kumtukuza Mungu. Nimeshakataa shilingi 200 ambao hamkuwepo. Mtoto usimpe shilingi 200. Kama mwana ipo ni 200 ndani, airishi. Kuanzia vinavyozungumza kupitia sikukuu hii, nimeikataa shilingi 200. Na kitu ambacho nimekitamka manake na Mungu amekikataa. Usimpe mtoto wako 200, yule ni mtu mkubwa sana. Na ninyi walimu mnalea watu msiowajua, wale ni watu wakubwa sana wale. Kuna madaktari, kuna maaskofu, kuna marais, kuna wabunge, kuna nini? Nani ya watoto wetu? Nani ukasema amen? Hata mimi walimu wangu walipokuwa nifundisha, hawakujua mimi nitakuja kuwa nani. Lakini leo mimi ni mratibu wa jimbo. Na wakumbuka walimu wangu. Kwa hiyo ni vibaya sana kulea mtu usiyemjua ni nani, halafu unamtendea vibaya. Sawa, unamtendea vibaya mtu usiyemjua. Kesho na kesho tunaenda hospitali kutibiwa, unamkuta yeye ndio ni daktari pale. Haya, kinga tako. Nimetingwa sina, kwani watoto wetu hawatutibu? Mbona wanatutibu? Ndio mapolisi, ndio matrafiki wako barabarani. Haya, naomba wale ambao wamefundisha wakiwa kwenye kipindi kile cha waliofundisha darasa la Sunday la watoto wako hapa, naomba wasimame. Wote ambao wamelelewa Sunday school wakiwa hapa, wamepitia kwenye mikono ya walimu walioko hapa. Hata kama sio waliopita mbele, lakini uliwahi kuwa mwana Sunday ukiwa hapa. Simama. Simama kabisa. Oh, haleluya Yesu. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya hawa watu. Naomba jioni hapa madhabahuni tumshukuru Mungu. Na ninyi mnisaidie kuombea wadogo zenu. Yesu asante. Wote wanakaa hivi mko hapa mlikuwa wana Sunday. Kuna mwaka mlikuwa wana Sunday hapa. Naomba msikae njoo hapa mbele. Naomba hapa mbele ili kwamba baba yenu na mchungaji wenu waweze kuwaona, wazee waweze kuwaona. Leo ninyi ni kanisa, naongea na ninyi kama wazazi. Kumbe na ninyi mliwekwa watoto hapa wana Sunday. Leo ninyi ni wazazi. Mafundisho haya mkawafundishe na watoto wenu. Njoni ala, usibaki huko. Hii sauti itakuwa mbaya sana kwako. Usibaki huko. Kama ulikuwa mwana Sunday hapa, yaani ulikuwa chini ya miaka 10 kuja huko, kushuka chini. Sogea kabisa huko. Oh Yesu, nakupa utukufu. Yesu, nakupa utukufu kwa ajili ya Kalvari. Kazi ya walimu sio bure, walimu wangu. Sogeni kabisa, njoni mje mpaka hapa mbele, njoni hapa, msipange msani, njoo tu. Baba na mama, mnaona ninachokizungumza kina maana sana. Kama ninyi msingewatunza hawa, kama ninyi msingewatunza hawa, mnaona mlipopungua hata kwenye viti. Na wengine leo kwenye ibada hawapo, lakini hawa ni matunda ya Sunday ya kanisa la mchungaji huyo Mwashilindi. Hata kama hakuwepo yeye, lakini anawakilisha. Mnaoneje jamani? Ndio babangu mzuri, siache kumtaja. Mnamwona huyu? Sio heshima kwa kanisa. Sio kiongozi hapa. Hata kama leo umemweka mwingine, lakini hajalisukuma gurudumu la Bwana hapa Kalvari. Hajaliheshimisha kanisa. Mnajisikiaje kumwona huyu jamani? Tufundishe kwa vitendo. Mnajisikiaje? Ameoa hapa na mchumba wake, mke wake naye alikuwa ni mwana Sunday. Alikuwa anafahamu ni ndogo. Sasa Sofia, leo na mtoto una mtoto.
Wangapi? Ana watoto wangapi? Ni nani zenu nyie? Ni wajukuu. Unaona mama, watoto wa huyu unaoita nani? Wajukuu zako. Unajisikiaje mama mbinguni huko? Umemlea huyu na watoto wako wanasali wapi? Mama yake nilikuwa namfahamu, alifariki akiwa nasali hapa, hata kwenye msiba nilikuwepo. Mama yake. Kanisa, tuone uthamani wa watoto. Huyu kama mama yake alikuwa anampa 200, basi matokeo yake nini? Kutoa 200 na kupuza ibada. Lakini mama yake, yule mama nilikuwa namfahamu, alilipa gharama kwa ajili ya huyu mama mpaka alifariki. Alifariki akiwa ni mama mdogo tu, kamwacha huyu mtoto, kanisa likaendelea kumlea, likampa mke. Leo hii ana wajukuu. Nyie mnaoneje kanisa? Msiwapuuze watoto nyie. Huyu hapa mwingine, njoo mtoto wa dadangu. Namwona huyu mwingine huyu. Mnamfahamu? Mimi nikuja hapa Kalvari au amehamia, kalikuwa ni kadogo. Leo mmemwona? Wewe umefungia harusi hapa? Umezaa hujazaa? Mnaoneje kanisa? Tunaposema tuna washirika, huyu sio mshirika. Mtoto wake sio mshirika. Kalvari zinazalishwa na sisi wenyewe. Sisi ni matunda ya hawa watu. Pungeni mikono watumishi wa Mungu wazuri. Pungeni sana mikono watumishi wa Mungu wazuri. I love you. I love you. I love you. I love you. Nimejisikia kubarikiwa sana. Ninaongea kitu ambacho ni halisi. Na mwingine mtoto wa nani huyu? Na mwingine huyu jamani ametoka Sunday na mtoto huyu hapa amekuja naye. Yaani aleta kwa mtoto na amekuja na nani? Na mtoto. Hebu tumshangilie Bwana Yesu sana kanisa. Idara hii ni ya muhimu kuliko idara yoyote. Inahitaji watu walio makini kuliko watu wote. Watoto wetu wanajifunza kwa matendo. Kama walimu wangefanya vibaya, kama wazazi wao wangefanya vibaya, wangempuuza Mungu wetu. Wangempuuza Mungu wetu. Wakisimama kuimba hapa baadaye na mwingine alimbisha juzi kwa huyu dada huyu. Sio alimbisha juzi pale, nani yule alimbisha yule? Yuko wapi yule? Wana praise wako wapi? Njoo. Wanataka wana praise. Hamna wana praise hapa. Njoo hapa wana praise. Asante. Na sogea mbele. Umeona jamani ya watoto wetu? Ni wana sogea kule na mama kule. Sogeza sura. Umeona? Si ni wana praise wa mahali hapa. Ni watoto wa hapa. Wanalijua kanisa. Wanajua Mungu wetu. Wanajua misimamo yetu. Wanajua imani yetu. Hawa ni watumishi. Tuwatunze watoto wetu. Mtunze Mungu. Tunza imani. Usirudi nyuma mtoto mzuri. Tunzeni Yesu. Mseme Yesu. Hili kanisa ni la vizazi na vizazi. Kanisa, naomba tusimame tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya hawa. Ninyi mumshukuru Mungu kwa ajili ya dogo zenu. Sisi tumshukuru Mungu kwa ajili ya hawa. Na wao wamshukuru Mungu kwa ajili ya dogo zao na muombe. Sema dogo zetu wasiwepo mwenye kuibiwa na shetani. Mmesikia? Kanisa, tuelekeze mikono huko. Ninyi muombe wadogo zenu. Kanisa, tuombe hawa watoto wetu. Vizazi vyenu vibarikiwe. Asiwepo nyoka kuiba maisha yenu wala watoto wenu. Mtulie kwa Bwana, atawatokea. Kuna wimbi la utukufu kubwa naliona katika madhabahu ya Bwana. Hebu tuende mbele za Bwana. Baba Mungu katika